Mambo safi, habari yako? Salama shabiki wa timu gani? Mimi shabiki wa Mwananchi, naitwa Mtochi, shabiki wa Mwananchi. Tunaangazia fainali ya kombe la shirikisho Simba dhidi ya RS Berkane. Wewe kwanza unatazamaje michezo yote miwili? Michezo naamini itakuwa mizuri. Michezo itakuwa mizuri. Simba wazuri, Berkane wazuri, lakini kuna mmoja ambaye ndo amezidi. Kwangu mimi ninavyoangalia, Berkane amezidi, amemzidi Simba. Amemzidi kwenye uwezo, sababu hata walipofika pale walikofikia, kila mtu alikuwa anacheza kwenye kundi lao, walikuwa wanacheza. Simba amecheza, Berkane amecheza. Alichokuwa anakionyesha Berkane kilikuwa kinaonekana, alichokuwa anakionyesha Simba kilikuwa kinaonekana. Unajua michezo haichezwi ndani, michezo inachezwa uwanjani, watu wanaona. Kwa hiyo kwangu mimi, kama mimi naamini kabisa Berkane wako vizuri zaidi, yani wamewazidi Simba. Yani hata ukirudi katika kiwango cha mchezaji mmoja mmoja, Berkane bado wako juu. Yani Berkane wako juu. Hata kiwango cha mchezaji mmoja mmoja. Sio kiwango, hata kwenye mishahara. Bado utawakuta wachezaji wa Berkane ndio wanaolipwa bei kubwa kuliko Simba. Ila mpira hauko hivyo. Kwamba unaweza ukawa na wachezaji wakubwa wanalipwa hela nyingi, inategemea, unaweza ukafungwa. Lakini ukizungumzia kimpira kabisa, Simba hiyo mechi tunajua kabisa fainali hawezi kutoboa. Amejitahidi, amefikia pale ambako nilifikia mimi. Unajua hizi timu kama alivyosema ndugu yangu hapa, tunajua yani hapa sio tumeombea, tunajua kwamba atafika hapa ambako nilikofikia mimi. Sisi huwa tunakimbiana, unajua. Yani Simba na Yanga huwa tunakimbiana. Kwa mfano kama alivyokuambia ndugu yangu, Simba alifika robo mara ngapi? Mara 7. Yanga alikuwa anapambana kufika robo. Alipofika robo tu, yeye akapita. Akaenda kwenye fainali. Na vile vile alipofika kwenye fainali, Yanga ameganda. Ameona ndugu yake tayari na yeye kapambana kafika kwenye fainali. Mimi najua kwenye fainali ndo achafika. Ila msimu ujao, kutokana na mazingira kwamba mwenzangu kashanifikia, nitakachokifanya maana yake nitatoka tena sio kwenye fainali, inabidi nilete kombe. Sababu unavyozungumzia fainali kiukweli lazima upongeze, kwa sababu fainali ndio mwisho wa safari. Umeona? Timu nyingi zimeanza, ujue huko chini. Zimeanza timu nyingi, zimepambana mpaka pale walikofikia, nyingi zimeishia kati. Unapofika kwenye fainali maana yake umefika mwisho wa mashindano. Kitu ambacho kikubwa sasa tunazungumzia certificate ya mpira. Certificate ya mpira ni taji ambalo ni kombe. Ukizungumzia kombe sisi kweli Tanzania hatujapata. Ndio tunapambana katika mazingira. Simba hawezi kupata kwa sababu unapomzungumzia Simba na Yanga, bado Yanga yuko juu yani Yanga yuko juu. Yani maana yake Simba lazima Yanga kwanza achukue, alafu atakuja Simba. Kwa mfano nakutolea, unapozungumzia taji hili la ligi kuu NBC. Hawa NBC toka wameingia, nani wa kwanza kuchukua? Akichukua msimu wa 4. Azam kaweka milioni 500 pale. Simba hajaigusa ujue mpaka leo. Hiyo 500 ninakwambia Azam kaiweka. Mpaka leo Simba hajaigusa. Ina maana Yanga akachukua 500, kachukua 500, kachukua tena 500, amechukua na mwaka huu anachukua tena. Kwa hiyo itakuwa mara ya 4 baada uhakika wa kuchukua. Kwa Simba hii ninayoiona mimi, kuchukua uhakika wa 100%. Kombe nalichukua. Umeona? Sina mpinzani. Tarehe ipangwe, isipangwe. Na hao wanajua walipokosea. Ndio maana unakuta mpaka leo hakuna aliyopanga tarehe. Wanajua wenyewe wamekosea wapi. Sisi ndo tunajua zaidi. Ila kuna baadhi ya watu hawajui. Sisi ndo tunafahamu zaidi. Sababu mpaka imefikia hatua mpaka leo ligi, bodi ya ligi hawajatangaza mechi. Unafikiri wanapenda kutotangaza mechi? Hawapendi. Yaani wale walitakiwa tayari saa hizo washatangaza. Lakini kwa sababu wanajua wameshikwa, yani cheni imewakaba, mpaka leo hawezi kutangaza mechi. Ina maana kwamba ile kamba tumeishikilia sisi, tunaning'iniza hivi. Yani mpaka sisi hapa hatima yetu ndio wale wanaweza wakapanga mechi. Sio, umenielewa? Yani wale hawana kiburi hicho. Utosikia kesho wanakuambia bwana mechi tarehe fulani, hawawezi. Kutokana na mazingira yani sisi tunavyowaambia hao wamekosea. Waliokosea bodi ya ligi na ndugu zao. Wamebebana wenyewe walivyobebana, lakini walisahau kwamba sisi
kuna wakati tunawaachia fair kwa sababu Simba si ndugu zetu na ni watoto wetu. Ndio maana unakuta kila kitu sisi tunawazidi. Yaani vikombe, siju kuwapiga nini tunawazidi. Lakini sasa safari hii tukaamua kwa nini tunaenda hivi? Tusimame kwenye ukweli. Masuala ya kubebana kila siku, huyu anaamua tu leo siendi. Si hivi na hivi. Hayo mambo sasa hivi hatutaki. Mnielewa? Kwa hiyo tusimame na misimamo. Tuanze upya. Ndio maana Yanga ukakuta amekwambia kabisa kwamba nyinyi mmekosea. Hawajakosea. Ndugu zetu walikuwa arabisha. Mmekosea. Hata yakosa kaambia sasa sisi tumeamua sasa tusimame kwenye misimamo. Ndio maana unakuta mpaka leo hiyo ligi watu wanatamani kila siku ukiona taarifa bodi ya ligi watu wanajua labda leo wanatangaza mechi utasikia tumemfungia Coast. Umeona taarifa bodi ya ligi watu wanasoma kwa haraka wanajua labda leo tarehe ya mechi inapangwa utasikia Prison tumempiga faini ya milioni 1. Ligi kwa nini hamuizungumzii? Maana yake kuna kitu ambacho kipo kikubwa sana. Watu hawajui. Bodi ya ligi wachakosea na ndugu zao. Wewe shabiki mwenzangu pale wa Simba ambaye yeye anatamba, si vipi yeye anajua alipokosea. Sio kwamba hawajui. Wanajizima data. Simba wachakosea na bodi na walikuwa wanakataa kwamba alikosea bodi ya ligi tu. Bodi ya ligi atakosea bila kukubeba wewe. Yanga amepeleka mpaka barua yake. Kwamba bwana mimi sichezi. Maana yake ile barua ndio ushahidi kamili. Wale wanavyosoma wanaangalia. Bwana kumbe huyu ndio mwanzo huyu aliosema sichezi. Huyu na yeye kambeba huyu. Na kwa nini kama timu ambayo wewe umesajili kwa lengo la kucheza unakataa kucheza? Ndio hapo walikoshikiwa. Kwa hiyo Simba apambane, Berkane yule unomzungumzia juzi wanazungumzia ndugu yangu kazungumzia pale. Amefungwa Berkane namkumbusha Berkane goli alilofungwa juzi lile ambalo alienda kucheza kwa kurelax. Ni goli la pili kwenye mashindano. Kwanza hilo alijue. Goli la ngapi? La pili. Yaani yeye ni mtu ambaye anapiga ukija na kutandika, anakutandika. Hiyo juzi unazungumzia ana mtaji wa goli 4 ameenda pale kurelax tu. Karelax kacheza. Umeona? Mwisho wa siku goli moja yeye anachukua vilago vyake kaondoka anamwambia tukutane finali. Kwa hiyo Berkane najua kabisa uhakika anachukua kombe. Shukrani. Asante.